Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa ndugu zangu wa Kristo, amani ya Mwenyezi Mungu iwe na nyinyi. Kutangulia kwa majina, naitwa Shihabdin Ahmed Nasir Jumabalo, maarufu najulikana kwa jina la Din. Ni mkazi wa Malindi Barani na ni mgombea wa kiti cha MCA Malindi Town Ward. Natoa video hii kwa madhumuni ya kumlenga Aisha Jumwa, aliyekuwa waziri wa jenda na aliyekuwa mbunge wa Malindi. Nafikiri Kenya mzima inamtambua Aisha Jumwa ni nani. Kitu napenda kuongelea haswa ni kwa kulingana na video yake aliyetoa akimlaumu Mheshimiwa Rais Ruto kwa kumtenga. Amesema amefukuzwa State House, sijui chama kimembagua, alikwenda State House wakati wa viongozi wa pwani walipoitwa, yeye akaachwa nje. Mimi nataka kumuuliza, kwani yeye haswa ni nani? Ilikuwa ina lazima gani yeye lazima awe atakuwa na yeye yuko pale State House? State House si yake. Amesahau yeye alivyotufanya sisi watu wa Malindi Town na Shela, hata Kakuyuni Salim Kinewe mgombea wa MCA wakati ule 2022 alitutenga, na hilo jambo lilimuuma Rais Ruto wakati yeye alipotaka kututoa sisi, haswa mimi kutoka Malindi Town Ward Shihabdin na Aswim Dudeni kutoka Shela Ward, akatunyima haki zetu za kidemokrasia, kuwapatia watu uamuzi uende wakatuchague kwenye party primaries. Vipi leo yeye sasa iwasikia uchungu, anasema hakupewa haki yake ya kidemokrasia? Mkuki kwa nguruwe mama, tulikwambia yatakufika. Kama sisi tulianza na UDA, wewe ulikuja 2022 ukaja ukatupanda kichwa mpaka ukatutenga. Sasa umefika wapi? Kama huna habari, sisi tulianza kutokea wakati ni URP, mimi nikiwa RC na Najib Balala na Uhuru Kenyatta akiwa TNA. Vyama hivi vilipomerge tulipoform Jubilee, lakini wewe ulipokuja ulikuja na kifua, ukatuonesha sisi paka haki zetu za kidemokrasia ukatunyima. Wakati Ruto alitaka sisi tupigiwe kura tuchaguliwe kihaki, lakini wewe ukaenda ukaorganize kule NEC, ukafanya interview za kirongo, tukaendwa kule tukatujwa, ukasababisha sisi, ukafanya sisi tuwekwe kando kwa strategies zako mwenyewe zile ulizozipanga. Lakini ballot materials zilikuja na zilikuwa Kakuyuni kwako mpaka wakati huo 2022, wakati wa party primaries, materials za Malindi Town Ward zilikoseka. Watu wakazipeleka Kakuyuni Ward, wakati zimefika kwenye kituo zikifunguliwa ballot materials ni za Malindi Town Ward, zikaregeshwa kwako nyumbani, zikatolewa za Kakuyuni, watu wakaenda wakapiga kura. Lakini za Malindi Town Ward na Shela ukazifungia kwako, ukatunyima sisi haki ya kidemokrasia. Leo vipi wasema Ruto amekunyima wewe haki ya kidemokrasia? Kwa hivyo mimi simlaumu Ruto, na kulaumu wewe ndio ulokwenda kumfundisha Ruto haya mambo. Wewe mwenyewe ndio ulianza hii system ukitaka kuweka watu wako fulani, na sisemi kwa ubaya, sitii chuki wala nini. Sisi wote ni wamoja. Malindi, especially Malindi Town ni cosmopolitan. Kilifi in general ni cosmopolitan. Hapa kuna makabila tofauti, lakini ukichunguza wewe ulitubagua. Yakisikizwa haya majina Salim, Aswim, Shihabdin, ukatubagua. Mwenye akili hapa atajua kwa nini haya majina ni ya kina nani, ukatuweka kando, ukataka wale watu wako unaowataka wewe. Mwisho ulitutolea watu ambao kwamba walikuwa ODM, walikuja UDA, ambao kwamba walikuja UDA kwa miezi miwili ama mitatu, na ukapatia, ukasema wao ndio wapatiwe ticket. Sisi tulioanza na UDA kutokea ikiwa URP, ukatutenga. Mimi binafsi nilifanya registration almost 3000 ya UDA. Yule mwenzangu uliompatia tikiti hata watu 200 hakufanya registration. Ya watu 200 members wa UDA hakufikisha 200. Mimi nilikuwa niko almost 3000, lakini ukanibagua. Kwa hivyo mimi nakwambia, mkuki kwa nguruwe, kwa mwanadamu ndio huo sasa umekupata. Wewe kaa utulie. Jambo la pili, ulisema wewe umembeba Ruto peke yako Coast. Huo ni urongo nakwambia. Wewe ndio ulimfelisha Ruto Coast, kwa sababu watu wengi walikuwa hawakutaki wewe. Kama wewe haukuwa pale kwa Ruto, basi nina hakika mimi hesabu ya Ruto ingepanda.
lakini wewe ni mvunjifu. Wewe ni mvunjifu. Nakwambia mamangu Aisha Jumwa, nilikwambia tutakutana na wakati umefika, tumekutana. Kama vile ulivyonijibu zile audio wakati ule, na hii pia ijibu. Lakini in fact Malindi Town, mimi ndio nilikwenda mbio branding ya Malindi Town. Wewe ilikuwa ni Ruto akija kwa mkutano uvalishe watu kofia, t-shirt, tutoe magunia kule. Lakini branding ya posters barabara, kuanzia airport Kisumu ndogo mpaka Barclays Bank mpaka sokoni, yote ile niliifanya mimi. Na shahidi ni Farid Abdurazak ambaye kwamba ni rafiki yake Ruto wa karibu. Wewe waja kujisifu, mimi nilimbeba Ruto. Wewe umemwangusha Ruto Coast. Hakuna kitu umemfanyia Ruto. Kwa hivyo tunakwambia, ikiwa siasa zako umezoea za kujipiga kifua, hiyo ni mifano nimekutolea. Na ukitaka mfano mwingine nitakupa. Ulibebwa na mama Fatuma hapa, Fatuma Rashid, maarufu ni Fatuma Masharubu. Mamake Amina Laura Mnyazi. Amina Mnyazi mwenyewe alikubeba, lakini ulipopita uliwafanya nini wewe? Uliwaona kama takataka. Isitoshe, wewe mwenyewe ulipopata tu MC, ulipokuwa kansela, bwanako ulimwacha. Tushakuzoea. Sasa wewe umezoea uje ulie kwa watu huku upate sympathy. Safari hii nakwambia umefeli. There's no way. Kwani Ruto akikwambia look at the bigger picture, alikuwa hana akili? Ajua wazi wewe hakuna mahali utaenda. Aisha Jumwa huwezi kumwangusha Mng'aro. Hilo tunakwambia, humuwezi Mng'aro. Kama hukumweza wakati ule alipoanza, akiwa mwenyewe alikuwa hata hana kitu. Twajua sisi tuko Malindi watu waliosimama na Mng'aro. Sasa hii utamweza wakati yeye ni governor? Wewe wanyuzoea siasa zako za kifua. Uje hapa wakati ODM ulimpiga Nzai mbao hapo Municipal Stadium. Kesi yako ya Ganda twajua, ya mtu kuuawa kwa kupigwa risasi. Ulikwenda kumnyang'anya Sifuna microphone. Siasa za kifua mama, za kusaidia nini? Siasa ni hekima. Wewe ulitutenga sisi, lakini sisi tukwambia paka dakika hii tuko kwenye serikali. Si lazima tukae tukijionesha kila mahali, lakini tuko katika serikali. Wewe uko wapi leo? Joho mwenyewe pia ulimtukana kwenye majukwaa, sijui sauti, msikizeni sauti yake nini. Imekusaidia nini? Kwa hivyo mimi natoa tahadhari. Na hivi sasa mimi nilikuwa naenda Jubilee, nasikia waja Jubilee. Haya, na huko Jubilee njoo pia utuharibie. Huko Jubilee pia mama, njoo tuharibie. Manake ushazoea wewe ukiingia mahali wataka wewe ndio uonekane kingpin, wala hakuna kingpin yoyote, bali wewe waharibia vyama. Mimi natoa tahadhari kwa vyama vote vya Kenya. Huyu mama tahadharini naye. Huyu mama ndio anaregesha vyama vingine nyuma. Fanyeni hisabu zenu, mtakuja kuona. Mahali hayuko yeye hisabu inakwenda juu, mahali akiwa yeye hisabu inakwenda chini. Kwa hivyo mimi sitaki kuongea mingi, lakini ni kwamba milima kwa milima haikutani, binadamu twakutana. Na mwisho kabisa kumalizia, kama vile wewe Aisha Jumwa ulimuomba Ruto, na mimi nakuomba tafadhali niwache na mimi pia niishi kwa amani. Si ulisema Ruto ni tishio, aweza kukudhuru? Na mimi nakuomba usinidhuru. Hii ni siasa, twazungumza, na mimi nimezungumza yangu, na mimi niwache niishi na amani, maana nakujua wewe ni mtu wa kifua. Kwa hayo machache nasema shukrani, na nawaambia watu wa Kilifi in general, maana huyu mama ataka governor Kilifi County. Kuweni makini sana na huyu mama. Kuweni makini sana na huyu mama. Na Wakenya wote kwa ujumla tutahadhari. Wakati wa kura unakuja, tupige kura kwa amani. Sote ni Wakenya. Chuki tusiweke. Siasa haina adui wa milele, haina rafiki wa milele. Kwa hayo machache nasema shukran sana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.